Historia fupi ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika maadhimisho ya uzinduzi wa jubilei ya miaka 75 ya jimbo katika kituo cha Wakija Pugu tarehe 9 Mei 2026. Utangulizi. Tarehe 2 Januari mwaka wa 2026, Mhashamu sana Dkt. Aloysius Ruwa'ichi OFMK, askofu wetu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, aliandika barua kwa familia yote ya Mungu katika jimbo letu akitutangazia rasmi safari ya kuelekea jubilei ya miaka 75 ya uwepo wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambalo ilizinduliwa rasmi tarehe 25 Machi mwaka 1953. Katika safari hii ya jubilei, Askofu Mkuu ametualika tutumie nafasi hii ya jubilei kama fursa bayana ya kuimarika katika imani, maadili, utume, umisionari, umoja na uthabiti kama familia ya Mungu katika kanisa letu mahalia. Aidha, katika tarehe hiyo tarehe 2 Januari 2026, Askofu Mkuu aliandika pia barua ya kuiteua kamati ya maandalizi na uratibu wa safari kuelekea jubilei ya miaka 75 ya Jimbo la Dar es Salaam. Katika barua hiyo aliwaelekeza wanakamati kuliandaa tukio vizuri kwa manufaa ya kuimarika na kuthibitika zaidi kwa kanisa letu. Askofu Mkuu alieleza kwamba anatamani jubilei hii iwe chachu ya kuleta upyaisho ndani ya jimbo letu. Hivyo mipango yote ya jubilei hii ilenge katika kuwezesha kufanya mwanzo mpya. Hivyo ili tuweze kutembea pamoja na kuwa na uelewa mmoja juu ya safari ya jimbo letu, tulikotoka, tulipo na tunapoelekea, tuwalike sasa tusikilize kwa ufupi historia ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Uinjilishaji wa awali. Kundi la kwanza la wamisionari wa Roho Mtakatifu. Katika uenezaji Injili katika nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki iliyofanywa na misionari wa kwanza ilifanyika kwanza katika visiwa vya Zanzibar. Historia inatueleza kwamba mnamo mwezi Desemba mwaka 1859 Askofu Armandi Mautoni, askofu wa Reunion, alituma naibu wake Monsinyo Kava aende Unguja kuona kama inawezekana kuanzisha misioni huko. Ziara hii ya Monsinyo Kava ilizaa matunda na hivyo misioni ya kwanza ilianzishwa huko Unguja mwaka 1860. Hata hivyo, askofu wa Reunion alitambua upesi sana kwamba kazi hii mpya inapita uwezo wake. Hivyo alifanya shauri na kongregasio ya uenezaji Injili kwa mataifa na matokeo yakawa kuanzishwa kwa prefecture ya kitume ya Zangwe kwa Kiingereza nasema Prefecture Apostolic of Zangwe tarehe 12 Novemba mwaka 1862. Prefecture hii ilichukua eneo lote la Unguja kando ya Afrika ya Mashariki toka Cape Guardafui hadi Cape Delgado na ikiongozwa na wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu, Kiingereza Holy Ghost Brothers, wakiwakomboa watumwa, kuwabariki na kuwabatiza. Mnamo mwaka 1868 wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu walihamia Bagamoyo na kutoka hapo wakaeneza Injili maeneo ya Mhonda, Mandera, Kilema, Morogoro na Kondoa.
1883 iliyokuwa Prefect Apostolic of Zambia ilipandishwa hadi na kuitwa Vicariate Apostolic of Zambia. Kundi la pili la wamisionari White Fathers mwaka 1878 lilifika kundi la pili la wamisionari. Hao walikuwa shirika la wamisionari wa Afrika na walianzisha utume wao huko Tabora na wakaelekea mpaka Karema, Mwanza na hata Uganda, Zaire, Zambia na Malawi. Mpaka wakati huo Dar es Salaam na katika eneo zima la kusini ya Tanzania hapakuwa bado na misioni Katoliki isipokuwa maeneo ya Masasi na Newala ambapo wamisionari wa Anglikana walikuwa wamejenga vijiji vya watumwa walioachwa waliokombolewa. Kundi la tatu la wamisionari wa Wabenediktini wa St. Ottilien Ujerumani. Mwaka 1884 huko Ujerumani, mtawa mmoja kwa jina Padri Andrea Arnheim wa shirika la Wabenediktini wa St. Ottilien alivutiwa sana na kueleza Injili kwa watu wasiomjua Yesu bado. Hivyo alianza kutayarisha vijana wavulana na kwa wasichana katika utawa. Mwaka 1887 wakuu wa kanisa na wa serikali ya Ujerumani waligundua umuhimu wa mpango huo, na hivyo wakaamua Padre Andrea apeleke wamisionari wake katika koloni jipya lililoitwa Deutsche Ostafrika, Ujerumani ya Afrika Mashariki. Mnamo tarehe 16 Novemba 1887 kwa hati ya Baba Mtakatifu Leo wa 13 iliyokuwa Vicariate Apostolic of Zambia iligawanywa na kuzaa Vicariate Apostolic of Northern Zambia ambayo ilibaki chini ya mapadri wa shirika la Baba Mtakatifu na Prefect Apostolic of Southern Zambia ambayo hiyo iliyokabidhiwa kwa watawa wa Benediktini, na mipaka yake ilikuwa kama ifuatavyo: kuanzia Dar es Salaam, eneo la Kunduchi kuelekea kusini magharibi mpaka karibu na Dodoma, kutoka huku likaelekea hadi karibu na Langeberg Kiela, kisha likaendelea kupata ziwa Nyasa na baadaye mto Ruvuma mpaka karibu na Mtwara. Eneo hili sasa lina majimbo ya Dar es Salaam, Mahenge, Ifakara, Dodoma, Iringa, Mafinga, Njombe, Songea, Iringa, Dodoma, Masasi, Mtwara na Lindi. Hivyo watawa Benediktini waliachiwa eneo lote la Tanzania kusini ambako hapakuwa na misioni yoyote ya Kikatoliki. Kundi la kwanza la wamisionari wa Benediktini wa St. Ottilien lilifika Afrika Mashariki ikiwa na wamisionari 14, padri mmoja, misionari mmoja, Buddha wanane na masista 4. Iliongozwa na Padre Boniface Fleischwitz na walitua kwanza Zanzibar tarehe 22 Januari 1888. Baada ya juma moja walivuka bahari na kuingia Dar es Salaam. Dar es Salaam wakati ule ilikuwa kama kijiji chenye wakazi takriban 2000 tu. Kwa kuwa hapakuwa na hoteli, wamisionari hawa walikodisha nyumba ya wageni ya kampuni ya biashara German East Africa Company, na hapo waliadhimisha misa ya kwanza tarehe 30 Januari mwaka 1888. Wamisionari hawa walikagua maeneo hapa na pale wakisaidiwa na mkuu wa mji wa Dar es Salaam Captain Doi, na muda waliona walichotafuta nacho ni si kingine bali ni eneo la Pugu
ambapo waliona manufaa sana kujenga utawa. Hivyo tarehe 6 Februari 1888 watawa walihamia rasmi katika eneo hili la Pugu na kuanzisha utawa. Kwa hivyo baada ya takriban mwaka mmoja, tarehe 13 Januari 1889 misioni ya Pugu ilivamiwa na jeshi la Bushiri bin Salim katika mapigano na Waarabu dhidi ya wakoloni wa Jerumani. Katika uvamizi huo watawa Brother Petro, Brother Benedict na Sister Martha waliuawa pamoja na baadhi ya watoto yatima na baadhi ya vijana. Baadhi ya misionari walifaulu kukimbia na wengine walitekwa pamoja na baadhi ya wananchi. Jeshi la Bushiri lilichoma nyumba zote. Mabrula waliofaulu kukimbia na kujificha porini walisaidiwa na wananchi na mwisho walifaulu kufika bandarini kupanda meli na waliwasili Zanzibar tarehe 19 Januari 1889. Aidha, kwa msaada wa Padri Baua, mkuu wa misioni ya Bagamoyo, watawa waliotekwa na Bushiri waliachiwa huru nao pia walipelekwa katika misioni ya Mtakatifu Zanzibar. Mnamo mwezi Aprili 1889 Wabenedikti wote waliamriwa kurudi kwao St. na hapo sura ya kwanza ya historia ya kanisa Dar es Salaam iliisha. Baada ya Bushiri kushindwa vita dhidi ya jeshi la Kijerumani na kuuawa tarehe 15 Desemba 1889, vita vilikwisha na hivyo kwani pakawa na amani tena, hali ambayo ilifanya Benediktini warudi tena Dar es Salaam mwanzoni mwa Desemba 1889 na utume wa kueneza Injili ukaendelea kutoka Dar es Salaam na kuenea katika eneo lote la Prefecture Apostolic Southern Zanzibar. Wamisionari wa White Fathers wanashikilia kwa muda Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam. Tarehe 14 Septemba 1920 Askofu Thomas Spector OSB aliyekuwa Vicar Apostolic wa Dar es Salaam alilazimishwa kuondoka Dar es Salaam arudi nyumbani kwao Ujerumani pamoja na wamisionari wote wa Ujerumani. Hii ni kutokana na Ujerumani kushindwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia, hivyo isingekuwa salama kwao kuendelea kuishi katika eneo lililokuwa koloni la Ujerumani. Amri ya Kongregasio ya Uinjilishaji wa Mataifa, kundi la White Fathers na White Sisters lilichukua kwa muda kazi ya kuwatunza na kuwahudumia Wakristo katika misioni zilizokuwa zikiongozwa na hao wa misionari wa Jerumani. Baada ya kuondoka kwa Joseph Bene wa shirika la White Fathers alishika wadhifa wa msimamizi wa kitume Apostolic Administrator wa Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam. Wafransiskani Wakapuchini wa Swiss. Mnamo mwezi Julai 1920 Kongregasio ya Uinjilishaji wa Mataifa iliamua Vicariate Apostolic ya Dar es Salaam iwe tangu sasa misioni ya Wafransiskani Wakapuchini wa provinsia ya Kiswizi. Hivyo tarehe 4 Machi 1921 Wakapuchini wa kwanza waliwasili Dar es Salaam, nao walikuwa Padre Gabriel Zega na Brother Clement Schroeder ambao waliwasili kutokea visiwa vya Seychelles ambapo walipisha dunia kama wamisionari.